Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha nabii Isaya, sura ya 2, aya ya 1 hadi ya 5. Hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Enyi wa nyumba ya Israeli, njoni twende katika nuru ya Bwana. Neno la Bwana.
aliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Kiitikio: Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana, huko ndiko alikopanda kabila za Bwana. Kiitikio: ndugu zangu na rafiki zangu, niseme sasa, amani ikae nawe. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu, nikutafutie mema. Kiitikio: somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 13 haya ya 11 hadi ya 14. Ndugu zangu, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuja kuwa kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa,
hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja atachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja atachwa. Kesheni basi, kwa maana mjui ni siku ipi atakayokuja Bwana kwenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile siku mwivi atakavyokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyoidhani Mwana wa Adamu yuaja. Neno la Bwana. Kesheni basi, kwa maana hamjui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ni kwa wema huo wa Mungu ambao hutukirimia sisi binadamu au sisi watoto wake, tumepata nafasi na neema nyingine kubwa zaidi ya kuwepo mpaka leo, tukiwa hai na tuko mahali hapa kwa ajili ya kumrudishia sifa na utukufu Mwenyezi Mungu, tukikutanika kwa pamoja kwa ajili ya kusali. Na utaratibu wetu wa kusali, tunasikiliza neno la Mungu na kutolea sala dua zetu katika sadaka ya Yesu mwenyewe aliyoitoa msalabani, itakayofanyika katika altare takatifu ndani ya kanisa hili. Niwaalike sasa tuendelee kufanya tafakari ya neno la Mungu kwa pamoja. Kama nilivyosema mwanzoni mwa misa, leo tunapokutanika mahali hapa kwa ajili ya kuadhimisha Dominika ya kwanza ya Majilio. Ni Dominika ambayo inatuingiza katika mwaka mwingine mpya wa kanisa na kipindi kingine kipya cha kanisa. Unaposikia Majilio, manake kuna vitu vikubwa viwili. Mwanzo wa mwaka wa kanisa, manake mwaka wa kanisa mmoja tumeumaliza, tumeanza mwaka mwingine wa kanisa. Lakini pia tunaanza kipindi hiki ambacho mama kanisa mtakatifu tunakiita ni kipindi cha Majilio. Labda kabla ya kuendelea, niwape kongole na hongera kwa kumaliza mwaka wa kanisa na happy birthday kwa mwaka mpya wa kanisa. Hivi mnanisikiliza? Nasema hongereni kwa mwaka mpya. Wengine wasubiria mwaka wa serikali ndio unaoita mwaka wa kanisa, mwaka mpya, lakini leo ni mwaka mpya. Mwambie mwenzako heri ya mwaka mpya. Tafakari ya kwanza ambayo ningependa kuifanya ni tumemaliza mwaka mpya, mwaka si wa kanisa, tumeanza mwaka A wa kanisa, mwaka mpya kabisa. Tujiulize tu swali moja la tafakari. Mpaka Dominika nyingine ya 34 kama tulioifanya Dominika iliyopita, mimi ambaye nimekutana leo hapa kanisani kwa ajili ya kusali na kuanza mwaka mwingine wa kanisa, je,
kwanza nitafika mwaka huu, nitaumaliza mwaka huu. Lakini je, ninajiandaaje au nafanya mbinu gani ili niweze kuendelea kuishi vizuri katika mwaka huu mpya wa kanisa ambao Mungu amenijalia? Ingekuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026, hata itakapofika tutakuwa tunatakiana heri na baraka za mwaka huo. Kumbe pia katika tunapoanza mwaka huu, mwaka A wa kanisa, tutakiane heri na tujibidishe kila moja kuwa mwaminifu katika kushika ahadi zote ambazo mama kanisa mtakatifu hutufundisha katika kipindi chote cha mwaka, ili mara baada ya mwaka huu kuisha, kila mmoja peleke matunda au mavuno mazuri ya mwaka wa kanisa. Mungu ni mwema na kila wakati. La pili, nimesema leo ni Dominika ya kwanza ya Majilio. Kabla ya tafakari ya neno la Mungu ambalo kwa masomo yote matatu kama tumekuwa tukiyasikiliza, yanatupa dokezo kubwa moja tu: maandalizi ya kumpokea Kristo Yesu Masiha. Maandalizi ya kumpokea Kristo Yesu Masiha au kumpokea Bwana. Na maandalizi gani hayo? Maandalizi ya kumpokea Kristo Yesu Masiha kwa awamu ya pili au ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunajiandaaje? Kumbe masomo tuliyosikiliza hivi leo yakitangazwa yanatupa mbinu mbalimbali ambazo kila mmoja ampasa zitumie ili ajiandae vema kuadhimisha neema na shangwera za mwisho wa kipindi cha Majilio, ndio kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe kabla ya kufafanua tufanyeje au kipi kifanyike kwa ajili ya kufanya maandalizi yaliyo mazuri kwa ajili ya Dominika ya leo, tujifunze kidogo Majilio. Majilio ni neno la Kigiriki au limetolewa katika neno la Kigiriki, ni Kiswahili cha neno la Kigiriki parousia au neno la Kilatini adventus. Maneno yote hayo mawili, parousia maana yake ni ujio wa pili na adventus ni ujio tena wa pili au the coming. Ujio ni ujio wa nini? Ni ujio wa Kristo Yesu Masiha, mwana wa Mungu. Ni kipindi ambacho tunaingia kuanzia Dominika ya kwanza mpaka Dominika ya 4, Dominika kubwa 4 tu, zikitubidisha sisi wabatizwa kufanya maandalizi. Maandalizi gani? Maandalizi ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo Masiha, Immanueli, Mungu pamoja na sisi. Katika kipindi hiki cha Majilio ni kipindi ambacho kimegawanyika, nimesema, katika Dominika kubwa 4 na leo ni Dominika ya kwanza. Na kila Dominika ina mafundisho yake maalum, ina nyimbo zake maalum, ina matayarisho yake maalum ambayo mbatizwa anaalikwa kuingia ndani yake na kuyatafakari ili aweze kupata maandalizi yaliyo mazuri kwa ajili ya huo ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo Immanueli. Katika kipindi hiki cha Majilio kimegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza kuanzia Dominika ya kwanza mpaka tarehe ya 17. Tarehe ya 16 tutakuwa tunaadhimisha masomo yote yatakuwa yanatuingiza katika maandalizi ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Itakuwaje? Na ndio maana nimesema somo la kwanza leo linatukumbusha tunafanya maandalizi au kipi kifanyike tunapoendelea kujiandaa kumsubiria au kungojea ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo Immanueli, Mungu pamoja nasi. Kipi kifanyike? Sehemu ya pili inaanza tarehe 17 mpaka tarehe 25, ambapo tunakuwa tunaadhimisha daima juu ya au tunafundishwa juu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, namna ilivyofanyika au namna itakavyofanyika. Kumbe ni kipindi ambacho ni kifupi kinachotualika kila moja kuingia ndani mwake na kufanya maandalizi yaliyo bora, ili kwa kufanya maandalizi hayo Kristo Yesu Immanueli, Mungu pamoja nasi, kweli aweze kuzaliwa katika nafsi ya kila mmoja wetu iliyomwandalia sehemu ya kukaa, sehemu ya kuzaliwa. Sio tena Kristo Yesu wa mwaka 2025 azaliwe katika nafsi ya Mkristo ambaye ni mganga wa kienyeji. Sio Kristo Yesu Immanueli, Mungu pamoja nasi, tunayekuja kumwadhimisha tena azaliwe katika Mkristo ambaye imani yake ni haba.
Kumbe ni kipindi cha kufanya maandalizi. Dominika mbili ambazo zimegawanyika katika sehemu kubwa mbili: maandalizi ya ujio wa kwanza, mafundisho juu ya ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwaje, lakini juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo mara ya pili, kuzaliwa kwake ilikuwaje. Kumbe tuingie katika kipindi hiki tunalewa hizo maana kubwa mbili za majilio. Ni neno ambalo lilichukuliwa katika lugha ya kizamani kabisa, hiyo paruzia au adventus kwa wapagani wa zamani, ambao wao walikuwa wanaandaliwa kwa kipindi maalum cha kungojea miungu yao ya kipagani ije waione. Kama ni mungu jike, wamuone huyu hapa mungu wetu wa jike. Kama ni mungu wa mvua, aje miongoni mwa watu, wapite katikati yao wamuone, ili wajue kwamba huyu ndio mungu wetu wa mvua. Kumbe kanisa ilichukua maana hiyo ili tuandalie sisi waamini wabatizwa kujua kwamba ni kipindi ambacho kila mbatizwa anaalikwa kujiandaa ili akutane na Kristo Yesu mwenyewe anayezaliwa kwa ajili yake. Kumbe ni ujio, the coming. Ni kama tunatahadharishwa kwamba kuna kitu kinakuja. Tufanyeje? Tulale? Tuendelee kupiga maisha? Kumbe ni kipindi ambacho tunaweka nukta wakati mwingine wa mambo fulani. Ni kipindi ambacho tunatumia rangi ya urujuani au dhambarau kuonesha ishara ya toba, ishara ya kusali sana, ishara ya kujitoa sadaka daima. Ni kipindi ambacho tunaweka nukta ili tusali sana, tufanye toba sana, tujitoe sadaka sana, na tuwe na matumaini makubwa juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana tunafundishwa katika utaratibu wa liturujia, hata ala za muziki zinapunguzwa. Na shangaa wanakuwa wanatupigia sebena mpaka sasa hivi. Ala za muziki zinapunguzwa, mapambo kanisani altareni yanapunguzwa, ili kila mmoja aingie ndani ya dhamiri yake, afanye toba na msamaha, ajiandae kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kumbe tujibidishe katika hayo, kufanya toba sana, kujitoa sadaka sana, kuwa na matumaini makubwa sana kwamba Kristo Yesu Masiha yu aja. Tutaambiwa baadaye, tutaimbiwa tunamuita Bwana aje, Maranatha, njoo Bwana Yesu, njoo kwetu Masiha, njoo Bwana utuokoe. Kipindi cha kuita. Kumbe sio kipindi cha kufurahia sana na nderemo na vifijo. Ni kipindi wakati mwingine cha majuto. La tatu, katika kipindi hiki cha majilio, ni kipindi ambacho nimesema kinaadhimishwa kwa Dominika kubwa 4, kuashiria kwamba tangazo la ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo Masiha Emanueli ulipotangazwa miongoni mwa taifa la Israeli Wayahudi, ilikuwa ni kama mwaka 400 hivi kabla ya ujio wa Bwana wetu, kabla ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Halafu baada ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo tukaanza kuhesabu mwaka moja, na leo tumefika mwaka 2025. Kumbe ni kipindi ambacho tunaadhimisha Dominika 4 kuashiria miaka 400 kamili, ambapo tangazo la ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo Emanueli, Mungu pamoja na Wayahudi kipindi kile, na sisi kwa sasa, ulitangazwa. Kumbe leo kama tuko mwaka 400 kabla ya Kristo. Dominika ijayo itakuwa mwaka 300 kabla ya Kristo. Dominika ya tatu itakuwa mwaka 200 kabla ya Kristo. Dominika ya mwingine ya mwisho itakuwa mwaka 100 kabla ya Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo Emanueli Masiha tunaambiwa alizaliwa takribani mwaka 96 hivi, 95, 98 kabla ya ujio wa Kristo. Na ilipozaliwa tukaanza kuhesabu mwaka moja. Mungu ni mwema. Mwenye masikio, ni miaka 400 ya maandalizi. Wao Waisraeli waliambiwa ilipofika mwaka 400, wakaambia jiandaeni, yu aja. Manabii wakaanza kutangaza habari za ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na wakajiandaa kweli.
na wao kichwani au picha ya huyo Masia anayekuja alikuwa ni Masia anayekuja kuwakomboa katika hali yao ya maisha, katika hali yao ya kisiasa, na hivyo wakamtumainia kweli kwa makini ili wampokee huyo Masia anayekuja. Na tunafahamu alipokuja alikuja kwa namna gani. Katika kipindi hiki cha Majilio kwa Dominika zote 4 tutawasha mishumaa 4 ile pale, na kila mshumaa una maana yake. Leo tumewasha mshumaa wa kwanza wenye rangi ya zambarau inaoonyesha unaitwa mshumaa wa unabii au mshumaa wa nabii Isaya. Nabii Isaya akawa nabii aliyowatangazia wale na matumaini makubwa wa Israeli kwamba Masiha wao yu waja. Kumbe kale kalama pale wanahitaji shada la Majilio Advent Wreath lina maana pia. Mishumaa yote 4 inaashiria Dominika zote 4 tukazokuwa tukiziadhimisha, na kila Dominika tunawasha mshumaa mmoja. Leo tumewasha mshumaa wa kwanza unaitwa mshumaa wa matumaini, kwamba tunao matumaini makubwa sana. Kristo Yesu Emmanuel, Mungu pamoja, atazaliwa kwa ajili yetu, na tutafundishwa baadaye, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mungu ni mwema. Kabla hilo tukio la kuzaliwa tuna matumaini, mshumaa wa nabii. Jumapili ijayo tutafundishwa juu ya mshumaa wa pili, hamna haja ya kuelezea. Kumbe kila mmoja awe na matumaini kwamba lazima atakutana na Kristo Yesu Emmanuel anayekuja, Masiha. Sasa je, kama Masiha anakuja unafanyaje? Lazima kufanya maandalizi, na ndio maana ya ujumbe niliosema, maandalizi juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo Masiha. Kumbe mishumaa hiyo 4 huwa, sister amesahau nadhani, huwa inazungushiwa majani ya kijani kama nzinga hivi, kuonesha mzunguko wa majuma 4 yaliyokamilika na utimilifu utakaowadia juu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo Emmanuel. Rangi ya kijani ishara ya ushindi, ishara ya uhai, kwamba Kristo Yesu atazaliwa, na utimilifu wa ukombozi utaanza hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa linatualika katika kipindi hiki kila mmoja kufanya maandalizi ya kweli ili aweze kupokea au kumkaribisha Kristo Yesu Emmanuel, aweze kuwa kweli miongoni mwa maisha yake, miongoni mwa familia, miongoni mwa kazi zetu, miongoni mwa mioyo yetu, na kadhalika na kadhalika. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Masomo ya leo, baada ya kuelewa Majilio ni kipindi cha kungojea ujio wa Mungu pamoja nasi, leo Dominika ya kwanza inatupa mbinu au tufanyeje ili tuweze kufanya maandalizi yaliyo ya kweli. Somo la kwanza limetoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 2 kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 5. Ni somo ambalo nabii Isaya anawatangazia Waisraeli na kualika ili wajiandae kumpokea Kristo Yesu atakayekuja, Masiha. Na somo linawaambia wakusanyike, waende katika mlima wa Bwana, mlima ulioinuliwa juu, na kule watafundishwa mafundisho ya haki, mafundisho ya kumtumainia Mungu daima. Katika somo la kwanza nilichokipenda tu ni kitu kimoja, tupande mlima wa Bwana. Kama nabii Isaya alivyowaalika Waisraeli wapande mlimani kwa Bwana ili waweze kukutana Bwana Mungu wao atakayewakomboa, ndivyo na sisi kama tutatamani kufanya maandalizi ya kweli kwa ajili ya ujio wa pili, ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi chetu hiki kizuri cha Majilio, kila moja afanye jambo la kwanza, apande mlima wa Bwana.
tupande mlima wa Bwana, na huo mlima wa Bwana ni Sayuni. Na hivi tutafute njia zozote zile ambazo tukizitenda mimi na wewe tutakuwa tumepanda mlima wa Bwana, baada ya kubaki katika hali ya kawaida. Kwa sehemu mojawapo ya kujiandaa ni kupanda mlima wa Bwana. Tutafakari, mimi napanda mlima gani ili huko nipate kukutana na Bwana Mungu wangu, au nibaki katika hali yangu ya kawaida na hivi nibaki Mkristo wa hivi. Kama nikuwa mbatizwa kabla ya kipindi cha majilio hakijafika, nikuwa mbatizwa ambaye naishi maisha ya kawaida ambayo sio ya kiimani, nibaki hivyo. Lakini kama tamani kuongeza imani yangu, nipande mlima wa Bwana wa mafanikio, nipande mlima wa Bwana wa kuwa Mkristo mwenye huruma. Semeni amin. Nipande mlima wa Bwana wa kuwa Mkristo ambaye na imani thabiti, wala sipeperushwi na wimbi lolote lile. Semeni amin. Nipande mlima wa Bwana kwa kutamani kuingia katika hekalu lake na kusali. Nimesema kwa kipindi hiki ni kipindi ambacho kila mmoja anapasika kusali sana. Kumbe kama tutamani kujiandaa vizuri kwa ajili ya kumpokea Kristo Yesu Emmanuel, Masiha Mungu wetu, lazima kupanda mlima wa Bwana. Nilikuwa nasali kidogo, niongeze bidii nipande mlima wa Bwana katika kutamani kuwa Mkristo anayejua kusali, nayependa kuishi maisha ya jumuiya, naye mwana mwenzangu huyu ni sehemu yangu, na hivi nisimbague, nisimseme vibaya. Huko ndiko kupanda mlima wa Bwana. Tujiulize, napanda mlima wa Bwana katika yapi? Nabii Isaya amewalika Waisraeli, Wayahudi wenzake wapande mlima wa Bwana na huko wapate kumlaki Bwana wao. Tusipopanda mlima wa Bwana unaweza kujikuta ulikuna tukanana, unaendelea kuna sinzia kanisani kila siku kabla ya Advent season, na leo tena sinzia kanisani. Panda mlima wa Bwana ili uache usingizi. Tujiulize, napanda mlima wa Bwana katika kipi? Nimejiandaaje? Ujio wangu wa pili wa Yesu ni mara baada ya kufa kwangu. Tumefundisha vizuri tangu Dominika ile ya tarehe 2 mwezi wa 11 juu ya marehemu wote. Kitu kingine ambacho tunaambia katika tunaweza kufanya katika kipindi hiki cha majilio ni kukesha. Tukeshe katika maisha ya kiroho yaliyo mazuri, tukeshe katika maisha ya kiroho ya kumtukuza Mungu, tukeshe tukisali, tukikeshe daima tukipokea sakramenti kwa namna pekee, sakramenti ya kitubio na Ekaristi Takatifu. Tukeshe tukiishi kama Wakristo wabatizwa, ili kama Kristo Yesu Masiha Emmanuel, Mungu pamoja nasi, anabisha hodi leo kwenye nyumba yangu, mimi kama moyo wangu, kwenye nafsi yangu, nikifa nife nimejiandaa. Naweza kusema nijiandaa kumpokea Yesu Emmanuel Masiha atakayezaliwa ndio tarehe 25 kwa sikukuu nzuri sana nikana. Kabla ya hapo unaweza ukafa. Je, umejiandaa katika haya? Umekuwa katika maisha ya adabu? Ulikuwa unavua nguo za giza? Umetupilia mbali matendo ya giza? Umevaa silaha za nuru? Umekaa katika mlima mtakatifu wa Bwana? Na kadhalika. Mungu atuongoze wapendwa, atujalie nguvu, neema na baraka nyingi, ili kila mmoja afanye maandalizi yaliyo mazuri, ili Kristo Yesu Emmanuel atakapozaliwa kwa ajili yetu sisi, au Kristo Yesu Emmanuel atakapogonga kudai haki yake ndani ya moyo wa kila mmoja wetu, akute amejiandaa, anakesha kwa kusali, na aweze kulakiwa katika utakatifu wa maisha mbinguni. Mungu ni mwema. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.